Naanza na Mheshimiwa Zainab Abdalla Isa, atafuatana na Mheshimiwa Kakulu Buchard Kakulu. Mheshimiwa Khalid Musa Sekela ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Spika, wewe Naibu Spika, pamoja na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuaminiwa na kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mnaendelea kuifanya katika kututumikia. Lakini pili, nichukue fursa hii kuwashukuru sana vijana kutoka mkoa wa Kaskazini Pemba, lakini pia kamati ya utekelezaji ya UVCCM Taifa kwa kunichagua, lakini kamati kuu kupitia mwenyekiti wetu wa CCM ambaye pia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kunithibitisha kuwa mbunge wa viti maalum. Nataka niwaahidi vijana nitaendelea kuwa msemaji wao, daraja lao na serikali, lakini kuhakikisha changamoto zao tunazifikisha na zinapatiwa ufumbuzi. Mheshimiwa Naibu Spika, ukisoma Suratul Rahman aya ya 60 inasema hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Je, kuna malipo ya wema kwa mtu anayekutendea mema zaidi ya wewe kumtendea mema? Lakini ukisoma Zaburi 136:1 inasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nimesimama hapa kwa niaba ya vijana kutoa shukrani zetu za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaifanya kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu, lakini kwa kasi kubwa ya miradi ya maendeleo katika taifa letu. Leo ni mashuhuda, hakuna kijiji, hakuna kata, hakuna wilaya utakayoenda usikute miradi iliyoachwa alama na Daktari Samia Suluhu Hassan. Iwe kwenye elimu, iwe kwenye afya, iwe kwenye maji, iwe kwenye miundombinu ya umeme, barabara, mawasiliano, uchumi wa bluu, utalii, kila sekta. Kama hujakuta alama ya Daktari Samia Suluhu Hassan, basi wewe utakuwa hujaizunguka Tanzania na hujatembelea vijiji kuona hayo maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ni mwanadiplomasia na nimekuwa nikifuatilia hotuba za viongozi mbalimbali ndani ya Afrika na hata nje ya Afrika. Nataka niwathibitishie wabunge kwamba hotuba ambayo amewasilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 14 Novemba 2025 ni kati ya hotuba bora kabisa kuwahi tokea ndani ya bara la Afrika. Mheshimiwa Rais ana mapenzi makubwa sana na Watanzania. Mheshimiwa Rais kupitia hotuba ile ameonyesha uzalendo na utu wa kuwatumikia Watanzania. Lakini mimi kama kijana napata faraja, kwa sababu hii inaonyesha kwamba Mheshimiwa Rais anatambua kwamba 76% ya Watanzania wako chini ya umri ya miaka 36 ambao ni vijana. Kupitia hotuba ile Mheshimiwa Rais ameonyesha mahaba na mapenzi makubwa sana kwa vijana wa Kitanzania. Na kupitia hotuba ile kwa mara ya kwanza kwenye historia ya nchi yetu, Mheshimiwa Rais ameunda wizara ambayo iko chini ya ofisi ya Rais inayohusika na maendeleo ya vijana. Na kwa kweli leo tunaye waziri wa vijana Mheshimiwa Joel Nanauka, naomba nimpe maua yake, anafanya kazi kubwa na kazi nzuri sana kuwatumikia vijana wa taifa hili. Lakini Mheshimiwa Rais ameenda mbali ya kusema kwamba ataweka washauri chini ya ofisi ya Rais watakaoshughulikia maendeleo ya vijana. Mimi nataka niseme jambo moja. Katika maeneo ambayo kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais amenigusa sana moyo wangu, ni pale Mheshimiwa Rais alipoonyesha kwamba anataka uwajibikaji, uadilifu serikalini. Anatamani kuona watendaji wetu wakiwa na nidhamu, wakiwajibika na wakiwatumikia Watanzania. Mheshimiwa Rais kupitia hotuba ile amesema na waelekeza mawaziri hadi maafisa tarafa wawe karibu na wananchi, waende kusikiliza na kutatua kero za wananchi, na watakaposhindwa kufanya hivyo yeye atachukua hatua. Hii inanikumbusha kauli ya baba wa taifa mwaka 61 pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema yafuatayo: Those of you who have received this privilege therefore have a duty to repay sacrifices which others have made. Nyinyi ambao mmebahatika kupata fursa hii,
mna jukumu la kuhakikisha mnawajibika ili kujitoa kwa wale ambao wamejinyima ili nyinyi leo muwe hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niwaambie viongozi na watendaji wenzangu, Watanzania tupo milioni 60, lakini leo wao wamepata heshima ya kuwa waziri. Leo umepata heshima ya kuwa mkuu wa mkoa. Leo umepata heshima ya kuwa mkuu wa wilaya. Leo umepata heshima ya kuwa mkurugenzi, afisa tarafa, mtendaji kata. Nataka utambue dhamana ambayo umepewa, una wajibu wa kuhakikisha unarudisha fadhila kwa wale ambao wamejinyima ili wewe uwe hapo kwenye hiyo nafasi. Mimi nampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kupitia mabaraza ya kazi anayoyaendesha. Ametoa mwelekeo wa namna serikali itakavyojipambanua, na amesema siku ya leo hapa, watumishi wote wanaofanya kazi kwa mazoea, watumishi wote ambao hawatimizi wajibu wao, watumishi wote ambao badala ya kuwa suluhu ya kutatua migogoro, wao ndio wanakuwa sehemu ya kuongoza migogoro, hao watumishi hawatavumiliwa na serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kwenda mbali zaidi na kutaka tu review sheria zetu ili wale ambao wanaodhani wakiharibu sehemu moja wana uwezo wa kupelekwa sehemu nyingine, hawa waweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Na hawa watu ndio wanaotia doa serikali yetu. Dr. Samia amefanya kazi kubwa na kazi nzuri sana, lakini baadhi ya watumishi, baadhi ya viongozi wasioitakia mema nchi yetu, wasiokuwa na utayari wa kulitumikia taifa letu, hawa ndio wanaomhujumu Dr. Samia Suluhu Hassan. Na nimuombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na mawaziri ambao mmepewa dhamana, tunawaamini na hatuna mashaka na nyinyi, nendeni mkawasimamie watumishi ili waweze kufanya kazi kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni za nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kama mbunge ambaye nawakilisha kundi la vijana, natambua kwamba changamoto kubwa ya vijana ni ajira. Lakini nataka niwaambie vijana wanaonisikiliza huko mitaani, hakuna nchi duniani ambayo imemaliza tatizo la ajira. Maendeleo ni hatua. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imejipambanua. Leo Rais Samia ameahidi kupitia hotuba yake kwamba atahakikisha kunakuwa na kongani za viwanda kwenye kila wilaya. Vijana kupitia viwanda hivi watapata ajira, serikali itakusanya mapato na nchi yetu itapiga hatua kimaendeleo. Lakini Mheshimiwa Rais ameahidi kutoa bilioni 200 kwa ajili ya kuwawezesha vijana na wanawake. Mitaji hii itaenda kuamua vijana kiuchumi. Lakini pia Mheshimiwa Rais ameahidi ujuzi, kuhakikisha kwamba sasa hivi tuna VETA 64 kwenye wilaya 64. Ahadi ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kila wilaya, kwenye wilaya 139 nchini kutakuwa na vyuo vya VETA na vijana watafungamanishwa na miradi ya kimkakati ili waweze kupata ujuzi. Lakini Mheshimiwa Rais ameahidi kutakuwa na campus kila mkoa ili tunapokuwa na vyuo vikuu kwenye mikoa hii, vijana wetu waweze kupata elimu na ujuzi, lakini kuweza kuchagiza uchumi kwenye mikoa husika. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nihitimishe kwa nukuu ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Alisema haya yafuatayo: kwa wanangu vijana wa taifa la Tanzania, nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kuyafanya mlioyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona hii leo. Hivyo nawasihi wanangu vijana, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali kukata tawi la mti ambalo mmeukalia. Msikubali kabisa. Nyinyi ndio walimu na wajenzi wa taifa hili, na wasihi vijana kamwe msiwe wabomoaji wa taifa lenu. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja, naomba kuwasilisha.